Karibu sana kwenye meza ya mazungumzo siku ya leo. Niko na Paco Steve kama kawaida. Mwana RMTV popote ulipo. Hii ni sehemu ya kuzungumza taarifa, matukio pamoja na matokeo mbalimbali ya kimichezo. Mimi ni Emmanuel Goodluck. Karibu sana. Tutazungumzia kuhusiana na yale ambayo yamejiri weekend nzima, lakini pia yale ambayo yamegusa vilabu vyetu vya Tanzania, hasa katika mashindano ya kimataifa pamoja na maamuzi tofauti yaliyofanyika katika siku za karibuni. Unafahamu kama ni mfuatiliaji, Young Africans wametoa barua ya kuachana rasmi na kocha wao Romain Folz, mzee wa minuno. Ameondoka rasmi Tanzania kama kocha mkuu wa kikosi cha klabu Young Africans. Timu imebaki chini ya Patrick Mabedi. Lakini kwa upande wa Simba, wao wamepata matokeo ya magoli 3-0, wameshinda katika taifa la Eswatini huko dhidi ya Nsingizini United, wakati kikosi cha Singida Black Stars wao wameambulia sare ugenini. Makosa ya golikipa Amos Obasagi yanasababisha Singida wamerudi na sare ya goli 1-1 dhidi ya Flambeau ya nchini Burundi, wakati Zanzibar tu hapo kikosi cha KMKM kimechezea kichapo cha 2-0 kwa Azam FC. Hatua zilizobakia kuingia makundi kwa timu zetu za Tanzania, manendo walikusoka Tanzania bara pamoja na mambo mengine ya kimichezo, leo tunakwenda kuyazungumza. Bwana, uko sawa? Uko sawa kabisa. Uko fiti? Za masiku? Jema kabisa. Salama? Yep. Tumewakataa watu kwa siku kadhaa hapa bwana, tumewaacha kabisa. Samba na nyie amuonekani. Mpaka kocha anafukuzwa, nyie mko wapi? Hamjamfukuza. Nyie pia hamjamfukuza kocha. Romain Folz. Bwana, ile ya kutimuliwa kwa Romain Folz watu wanasema ilianza mapema baada ya kuja kwa Patrick Mabedi. Ile ulikuwa utaalamu. Wewe haiwezekani unamletea mtu kocha msaidizi afu unamfukuza mechi inayofuata. Kulikuwa na changamoto. Nataka tuanzie kwenye ingizo la kocha Patrick Mabedi kwenye kikosi cha klabu ya Young Africans. Ilikuwa ishara ya kutimuliwa kwa Romain Folz, ama pengine Yanga tu walikuwa wanataka kumpa nguvu, alafu matokeo ya mechi ya Silver Strikers ndo sababu pekee ya wao kumtimua kocha? Ukiona upo sehemu afu mletoa msaidizi ambao mnalingana vyeti nini, maana yake lugha nyepesi na bila ujiandae kuna shida. Yaani kwako kuna changamoto. Kama ni kocha msaidizi asingeletwa kwa staili ile ambacho alikifanya Yanga. Walimeta msaidizi ambaye ana uwezo wa kuwa caretaker ukimfukuza Romain Folz. Sio kama anaweza kuwa kocha mkuu ghafla, ana uwezo wa kuwa caretaker kipindi Romain Folz kashafukuzwa. Na ndio ambaye anaendelea sasa hizi. Yanga wamefukuza Romain Folz, wakatangaza timu itakuwa chini ya nani? Ya mzee Patrick kwa muda. Ndio hivyo. Maana Patrick ana uwezo wa kuendesha timu vizuri tu. Kwa hizi nyakati wanazotafuta kocha hapa. Anaweza vizuri tu. Ukiangalia CV zake na uwezo wake wa timu ambazo kashafundisha mpaka hizo timu za taifa ya nani ya Malawi. Sio kocha mbaya, ni kocha mzuri. Alafu soka la Afrika analijua kisawa sawa. Kwa hiyo aliletwa ili siku akifukuzwa Roman. Alipo tayari hata Yanga ashaiona mechi 2-3. Alafu tayari kashaongea benchi la ufundi pale. Ashaona benchi la ufundi inaendaje. Ashaona wakina Pakome, wakina nani, kwa hiyo inakuwa rahisi na kuwa caretaker. Kwa sasa amekuwa kama caretaker wa mpaka pale ambapo Yanga wanatangaza kocha mkuu. Japo kwa hiyo pia sifa za kocha mkuu anazo. Na sasa hizi timu iko tu mikono bado nini, mikono salama tu. Ila fukuzo ya Bwana Roman hiyo ilikuwa kila mtu anaijua. Kwa hiyo mechi ni kisingizio. Ile barua kashaandikwa. Watu washaika pembeni yani. Ilikuwa tu kwa pale kwenye kama ni kwenye kompyuta ni swala kufuta tu tarehe na sahihi. Basi afu na printiwa tu na ine. Watu wanatoa tu kwa sababu sio matokeo. Yaani ile mechi haina matokeo sasa. Ile matokeo yamefanya sasa watu watafute sababu kwamba hii mechi tumefungwa na watu tunakufukuza, lakini fukuzo yake ilikuwa ipo tu tayari. Mzee Roman pale mzee wa kununa alikuwa hawezi kufika hata siku ya uchaguzi. Na wewe ulikuwa unamkataa. Yaani kinachonisababisha ni kwamba wewe ulikuwa unamkataa kwamba mimi ningekuwa sasa hivi funga mabegi ondoka. Sasa unakuja kwa wachambuzi huku na baadhi ya mashabiki wanasema ukimwangalia Pakome sio msimu uliopita. Yaani pamoja na huyo anapiga mpira sio msimu uliopita. Baka sio msimu uliopita. Sasa ukiangalia wachezaji karibia wote wa Yanga wakina Muda na nani sio wa msimu uliopita kabisa. Kwamba eti wachezaji wa Yanga wamtaki kocha. Ndio imani ya watu. So hivyo. Maplayer wakiwa wamtaki kocha. Kuna vitu, kuna tabia wanafanya. Lakini tabia za saizi za maplayer wengi wa Yanga sio hata za kufanya kwamba atamtaki kocha. Yaani wengi viwango vyao viko chini. Sasa maana ya kocha ni mtu ambaye anataka kuimprove viwango vya wachezaji. Sahihi. Asa Romain Folz maana yake ameshindwa kuimprove viwango vya wachezaji. Wengi sana pale wamedrop viwango wengi. Ukimwangalia Pakome sio kosa ile goli kosa juzi.
Pacome yule ambaye sisi tunamjua. Goli la juzi dakika nyongeza dakika ya mwisho. Goli la Dumbia nalo. Pacome ya kuacha. Dumbia anakanyaga mpira unarudi nyuma. Sio kawaida. Sasa hiyo ni kazi ya kocha hiyo, kuimprove confidence na viwango vya nini? Vya wachezaji. Maana Roman sasa ameshindwa. Inawezekana kwa sababu ni mdogo, hata ile superiority kama mimi ni kocha wenu. Inakuwepo kwenye uwanja mazoezi haipo. Yaani ndio sasa wewe labda kutoa Pacome labda karibu kanzidi miaka 3 tu labda 2 au 5 tu anamchukulia poa na nini. Though so professional, lakini inawezekana pia Roman Folz ni kocha ambaye hawezi kuishi na wachezaji vizuri. Unajua sifa nyingine ya makocha wakubwa, mfano yule Zidane kipindi kwa Madrid. Sio kama kocha mkali sana yule. Kuna namna unaongea na wachezaji wako. Yule alikuwa ni kocha wa kawaida mwenye kikosi kikali sana. Kwa hiyo kile kikosi kikali sana kile utafuta namna ya kuishi nacho vizuri. Kila mechi wakiingia wanakuwa wanapambana kwa ajili yao na kwa ajili ya kocha wao mwalimu. Sasa hizi wachezaji wangu wakiingia wanapambana kwa ajili yao tu. Huyu mwingine anapambana anaitwa Ivory Coast, huyu mwingine anaitwa Chad. Yaani kila mtu ana cha kwake yani. Sio kwa sababu ya coach, yani kocha inabidi yupo rafiki mwenye mipaka kwa wachezaji wako. Ili kuna muda asema jamani hii game ishakuwa ngumu. Naombeni mkanisaidie na mimi uwanjani. Maplay watapambana, unaona kabisa una juhudi binafsi, lakini Yanga ya juzi iliyofungwa 1-0. Tutarudi kwenye performance. Mimi niko hapa kwa kocha Romain Folz. Bana, viongozi wa Yanga wanastahili kulaumiwa kwa recruitment ya Romain Folz. Ni sahihi. Wao utafiti walifanyia wapi mpaka wakamleta kwenye klabu mwalimu ambaye uzoefu wake tu unatia mashaka. Yaani tuna shida mahali, sijui kama tunakubaliana kwamba tuna shida mahali kwenye kurecruit wa makocha. Kwa nini nikuulize swali? Kwa kuna haja gani ya kumuondoa Melody? Amdi. Ushampa mkataba, kashakupa ubingwa, umemtoa. Miezi 6 ile umemuondoa. Wewe naambia wewe kuna haja gani ya kumtoa Melody? Hata maana yake alikuwa amefikia malengo, ongeze mkataba. Kama aliweza kwenda Singida, basi Singida alikuwa anaweza kumlipa. Basi Yanga hiyo kushinda kumlipa. Kabisa. Shida ilikuwa malipo. Shida ilikuwa watu wamekataa kumuongeza mkataba. Kwa hiyo unajua ukiwa unafanya vizuri kwenye timu, na timu iko inafanya vizuri misimu 4, 3 mfululizo, chochote uongozi ambacho watafanya, mashabiki wataesto uongozi wako sahihi. Ni sawa tu wewe. Kwa hiyo Yanga walikosea kwanza, ili swala la makocha toka msimu uliopita walikosea. Kumtoa vile Gamondi ghafla ile walikosea. Kwa sababu timu ilikuwa inaendelea kushinda, hauwezi kusikia kelele. Uwezi. Watu si wanafurahia ushindi. Akaja Side Lamovic akaondoka, yule japokuwa aliondoka mwenyewe kama Fad. Melody yule Yanga wamemtoa, yani wenyewe ndio wanasema bwana wewe nenda. Mkataba wako miezi 6 au tunaanza season mpya na kocha mwingine. Afisa ubaya sio Melody peke yake. Ndo akaondoa mpaka technical staff yote ile. Sasa madaktari sijui kina nani. Kwa sababu Yanga walikuwa wana perform. Uweze kusekeleza mashabiki. Amekuja Roman, kuna kitu ambacho Yanga walikuwa washakizoea, hawakioni uwanjani, hawaoni pattern. Wanashinda ndio mechi zingine lakini hawaoni timu inachezaje. Yani kuna mechi mnashinda kuna sasa hatuelewi kitu baada ya mechi 2-3, baada ya mechi 3 hii mechi inaweza kawa tunafungwa hii. Ndio wale Liverpool, tunasema Liverpool kaanza vibaya, ipo siku atafungwa. Ipo siku. Jana kafungwa game ya 5 ya 4 mfululizo. Ya 4 kipigo tu. Yes, sasa hayo ndio mambo ambayo yamekuta nani? Yamekuta Yanga. Sasa hizi timu ilivyofungwa utasikia milio mingi sana ya mashabiki. Kabisa. Kwa sababu hawajazoea. Unajua kwa chazo wetu kitofanya Yanga inawapala. Yanga inawapala. Wanafungwa na Silver Strikers. Alafu sio unafungwa na boli jingi. Silver Strikers. Alafu na watu ambao naamini waga wakoseaje ndio sikio uwanjani wanakosea vibaya. Kila kitu wanachokifanya hakieleweki. Kwa hiyo sasa Yanga washakosea na maji yashamwagika yazoleki. Hapa sasa Yanga inabidi waamue wenyewe. Waombe Mungu kocha Bora Patrick, kocha wa muda ambaye alikuwa msaidizi manake. Aivushe Yanga hapa kwanza. Kutoka hapa kwenda makundi. Kama wana malengo ya kumpa kocha mkuu wampe. Kama hawana wanataka kocha mwingine pia ni sawa. Yaani unajua maamuzi ni ya kwao. Wao ndio wako ndani, wako jikoni, kwao wanajua mapisha yanaendaje. Kabisa. Ila wahakikishe kocha anayekuja sasa hizi. Hata kama kitangazwa leo, wamwache kwanza Patrick aivushe timu hapo. Nicho kipengele hicho. Toke kwanza kwenye mechi ya Marudio. Akivusha hapo anaweza akatangaza kocha wao mwingine yote ambao wanamtaka. Lakini sasa wasikosee kama walikosea kwa Roman. Katika kocha ambaye Roman ile ni miemko. Alafu unajua kuna sasa hii inakwambia kishabiki. Lakini ina make sense. Mimi nimekuambia baba kwamba sehemu yote ambayo Simba anagusa Yanga wanataka ende pale pale. Kipindi Simba anatoa maplayer Kongo, Yanga anakamia wapi? Kongo. Simba wakahamia kwenye kocha wapi? South Fadlu. Afu kijana
Afna kijana. Uzoefu sio mkubwa sana. Alikuwa still kocha msaidizi tu. Yanga japo na Sauzi na sina msaidizi. Huyu sasa na yuko Mamelodi huyu. Na msaidizi pale. Tukamchukua. Yanga hichi kitu yani watu kanibishia. Lakini fuatilia vitu vingi sana ambavyo Simba anafanya. Yanga lazima aje kufanya. Fuatilia sana. Kwa nini Simba Day na Yanga Day nani wa kwanza? Simba. Yanga kafuatia. Si ndio? Kwa ni vitu ambavyo vipo hivyo. Yani vipo hivi timu ni sawa, ni mapacha ya Kariakoo. Ni sawa kufukuzana. Sio vibaya kuiga, lakini unavyoiga changanya na akili yako kwamba sawa, kocha South lakini sifa hizi. Huyu hapana bado. Romain Folz anaweza asiwe kocha mzuri kwa Yanga kama mzuri sehemu nyingine. Lakini ukiangalia ile sifa zake ameenda hata wale Marumo. Miezi michache tu wakamwona atufai wakamtoa. Sasa kama timu kama Marumo sijui kaenda timu gani kingine ameona atufai. Sasa vitu vya dada. Kaenda huko Ghana timu amekaa amecheza mechi 6 tu wakamtoa kwamba afai wakamtoa. Sasa wewe Yanga tayari ni timu kubwa. Unakosea ndipo umewekeza hela nyingi, umesajili watu wakubwa. Romain Folz alikuwa afai. Yaani huwezi kumchukua mtu eti aje kutengenezea CV kwenye timu kubwa kama Yanga. Yanga inabidi ilete kocha ambaye tayari ana CV. Sio kocha ambaye kwa sababu yule yani Romain Folz alikuwa anaitegemea Yanga. Kwa sababu Yanga inamtegemea nani? Romain. Yeye pale ndio kwa Yanga inamtengenezea jina sasa hizi. Kwa ondoka yake mimi nilikuwa naiona ilikuwa tu inachelewa. Mapema tu. Lakini sasa kufundisha mpira yeye ananuna. Yaani unajua kocha inabidi wewe unaona kwamba sasa hizi plan A imefeli. Plan B inafanya kitu fulani, nafanya kitu fulani. Sasa hiyo kitu yeye hana. Ila sasa angalizo lingine kwa uongozi wa Yanga. Hakuna kitu kibaya sana kama kuforce kuaminisha mashabiki kitu ambacho hata wewe unakiongea hujakiona. Mfano ile Alikamwe si msemaji ile kazi yake ni kuzungumzia timu, si ndio? Lakini sio kuidanganya timu. Yaani hiyo wanakosea sana wasemaji sana Alikamwe. Mpira ni yule alisemaje? Alisema nimeenda mazoezini, nimeona formation anazofundisha huyo Romain Folz ana mifumo 16. Alafu anakwambiaje? Anakwambia yule ni kocha wa mwaka wa mbele, ilibidi aje 2035 kaja saa hizi. Ukishasema hivyo, maana yake mashabiki wote wanaamini tukienda kusikia uwanjani tutakutana na mfumo mmoja mzuri wakaja watu uwanjani wamejaa. Mfumo gani watu mapema, yani matatizo yanaonekana mapema. Ikapita mechi 3 pale wakapost Yanga kwenye page yao kama mifumo imekubali. Wananchi join uwanjani, mifumo imekubali. Watu wamekuja uwanjani. Watu kwenda uwanjani. Bado mifumo pila lile. Sio? Ukiwa msemaji unatakiwa upo unaongea huko unaangalia mbele. Sio unaangalia hapa tu kwamba nawafurahisha mashabiki. Leo nataka ugeuze maneno sasa. Naondoa kocha mgeuze. Juzi kafukuzwa mpaka msemaji anaona aibu kupost ile taarifa kwa sababu ashonge mna uongo nyuma. Sahihi kabisa. Kwa inabidi kwenye football ilivyo. Ongea uhalisia. Mfano Yanga leo hata kimchukua labda Mourinho. Hautakiwi kuwapa mashabiki kwamba jamani ngoja Mourinho utachukua CAF. Aidha kaja Mourinho kweli Yanga na timu isifike na robo CAF kwa sababu soka la Ulaya na Afrika ni vitu viwili tofauti. At the same time uweze jua applications za Mourinho kama kwa maplayer wa Yanga zitaingia vipi. Kwa mtu akija waambie tu mashabiki jamani tumepokea kocha mpya, tumpe ushirikiano ili timu yetu fanye nini? Maneno mengi ya kupamba ili ukomoe mpinzani. Unaona saa hizi kilichowakuta. Mimi yule kocha namkumbuka kwenye introduction yake tu ile. Kwenye mkutano mkuu. Acha bora hata mkutano mkuu ile anavyotambulisha video utambulisho ulimwona. Hi. I'm Romain Folz. The new head coach of Young Africans. Kuna wachambuzi ambao wana platform size hapa Tanzania, ni watu wengi wanawafuatilia. Wanapata nafasi ya kuona wanafunzi kitu na wenyewe hawajifunzi kitu. Unajua ukiwa mchambuzi wewe ni mchambuzi, sio mtabiri. Sema mchambuzi kazi yako kusema jamani kocha aliyekuja na sifa hizi na hizi. Tumpe muda tuone kwenye ligi yetu atafanya kitu gani. Kocha ndo katambulisha mtu anaweza kutembea balaa jipya mjini. Atasumbua huyu. Atasumbua kwamba wale wakina Mediali wa JKT hawapo. Nani amekutuma utabiri? Kwa hata wachambuzi ambao wapo kwenye media kubwa tu wachambuzi wetu wa Tanzania wengi sana. Either wanatumika sana na hizo club au uelewa juu ya mpira ni mdogo. Unajua kwenye mpira kuna kupenda mpira afu kushabikia mpira. Asiogopa sana mtu ambaye anashabikia. Ameanza kuwa mshabiki wa mpira baada ya kupenda baadaye. Huyo mtu mpira atakao hujui sana. Simeelewa? Mpira anakuwa mpira hujui kabisa, anakuwa tu analopoka. Ila kuna watu ambao tulipenda mpira kwanza.
baadaye tukashabikia. Na maana tuna uwezo wa kuizungumzia Yanga vizuri hata kama hatuipendi kwa sababu tunaujua mpira. Sahihi kabisa. Ila kuna watu ambao ni mashabiki, yani wewe ukiambia hata leo Yanga imechoma kombe mara 4 mfululizo atakubishia na kani ndio walisia. Yaani unajua katikati walibebwa na marefa. Wachambuzi wetu kwenye hizi media za Tanzania ambao sasa hizi ndio wapo kwenye platform. Wahakikishe wanatumia hizo platform kwa sababu gani? Watanzania utawadanganya mara moja mara ya pili baada hoja kukataa. Kwanza wachambuzi wangapi ambao sasa hizi hawasikilizwi? Sio wengi tu. Kabisa. Sasa kwa sababu ya uongo. Sasa hizi muda wako umefika, watu wengi wanakubali. Sasa tumia muda wako vizuri. Yaani kama Yanga wanazingua, sema Yanga wanazingua hapa. Kama Simba wanazingua, sema Simba wanazingua hapa. Kuna mchambuzi mwingine yani yeye kizingua Simba ndio yeye au kizingua Yanga yeye ndio makelele mengi. Sema anakuja mfano labda player labda Dombi akasajiliwa leo. Tayari watu washaandika article huyu mchezaji ni bora zaidi ya Aziz Ki. Hivi mbona mnamkosea heshima Aziz Ki? Tayari shampa mechi zake kadhaa bado hajatuambia kama ni bora kuliko. Yani anaweza amekuja mtu kutoka EPL hapa. Saido. Sasa Saido. EPL kabisa kuja Yanga pale. Nimekumbuka hiyo. Kwenye mtano mkubwa tukaambiwa EPL ndani ya Tanzania akapiwa na makofi. Nimekumbuka hiyo mkubwa. Bigirimana sijui nini Gaeli anaitwa Gaeli Bigirimana. Ni kweli alitokea EPL si ndio? Kumbuka. Na kweli EPL alikuwa anacheza. Ila alivyoja Bongo ligi ilikataa. Sasa kama ni mzaji mbaya. Ligi imekataa. Kwa ni kawaida mtu akija usimpambe kwamba huyu lazima atafanya vizuri. Wewe sema jamani huyu ni player mzuri, kwa takwimu hizi ni player mzuri. Ngoja tumuone kwenye ligi yetu atafanya kitu gani. Ila sio kwa wachambuzi wetu sisi wa Tanzania. Hamna. Sawa. Sasa hili la Force kuondoshwa. Nataka tulimalizie kwa utaratibu huu. Tuzungumze kuhusiana na performance ya Young Africans walipocheza dhidi ya Silver Strikers. Mjumbe wa kamati ya utendaji wa Yanga Alex Ngai anasema hivi, toka amewahi kuwa kiongozi wa klabu ya Young Africans mpaka leo hakuwahi kuiona Yanga ikicheza vibaya kama ilivyocheza dhidi ya Silver Strikers. Yanga icheza vibaya siku na nini na Tabora. Nashangaa watu tunasahau tu. Watu wanasahau. Sasa sijai kuona Yanga ikicheza vibaya vile. Performance ya Yanga dhidi ya Silver Strikers. Wakulaumiwa pale kocha, wachezaji, au kitu gani? Sasa pale hata haieleweki nani wa kumlaumu. Hata kwenye familia mtoto akiwa mwizi, yani hamna namna mzazi atapona kwamba tusimseme mzazi. Hata kama mtoto kajifunzia wizi, kwenye mabondi yake huko, there is no way tukashindwa kulaumu mzazi. Kwa performance mbovu ya Yanga ya juzi, kocha ndio mtu wa kwanza Force. Yani kocha ni mtu, kwa sababu maandalizi ya mechi yanaanza nje. Uliwaandaa vipi wachezaji wako? Sawa. Inawezekana Pacome ilikosa ile goli kwa sababu tu kisaikolojia kocha hajamuandaa vizuri. Simeelewa? Kwa mtu wa kwanza pale kulaumiwa ni kocha, lakini wa pili ni wachezaji wenyewe. Wachezaji wamemwangusha mno pia kocha. Hakuna mtu alikuwa tayari kushow up kwenye ile mechi afunge. Kuna mtu alikuwa tayari kushow up. Ushaona hizi game kama 3 mfululizo, Max kama mchoyo sana. Kwa nini usitafute muda uongee naye kwamba sasa hivi baada ya kupiga wawekee nzuri afunge. Max ni yule sasa akifunga box mbele pana beki hapana beki anabutua. Pila unapaa juu au unatoka nje. Kwa maplayer pia wanalawama zao, lakini lazima atuweze kumwacha nani? Mwalimu, kocha. Japokuwa sehemu pekee ambazo mimi nikamtetea kocha ni kipindi anakuja. Kama kuna mahitaji yake aliyotaka na kutimiziwa, basi kocha naye atakuwa naye kuna huwezi jua sio Zimbo nilimtaka. Wewe unamtaka nani? Nilimtaka bwana. Unacheza hivi. Wewe ulimtaka nani? Nilimtaka. Tumekuletea Zimbwe. Namba 10 shilingi 10 ya kupiga pasi za mwisho, Dumbia yuko pale. Tumekuletea Kouma, Bala Conte, Kwa Abuya muda. Na mwingine wapo pale. Na mwingine tujitahidi sisi kama kweli hizi klabu toka zikue. Tuame kwenye kuwasajilia makocha. Tuache makocha wasajili wanavyotaka wao. Hata kama maisha ya makocha ni mafupi kama hivi, Fadlu alisajili ameondoka, lakini at least mtu kuna kitu ameacha. Mtu akijisajili mwenyewe ni kocha, ujue jicho la kocha na jicho la wewe kamati ya usajili ni vitu vili tofauti. Simeelewa? Kocha, unajua kocha ndo kazi yake. Kila siku analearn vitu vipya kuhusu modern football. Ndio yeye anaelewa. Kwa tuwape nafasi yao makocha. Najua ni ngumu sana kwa Tanzania kwa Afrika sababu ya mifumo yetu ilivyokaa. Ila kama kweli tunataka tukue twende huko kwa wenzetu. Lazima tukubali kuanza kumove taratibu. Hata kama kocha asajili watu wote, basi at least hata watu wake 4 ajisajili mwenyewe. Taratibu tutaweza taratibu. Kwa sababu mimi naamini kocha akisema mpaka fulani, lazima atakuwa hela nyingi. Sasa sisi kulipa tupo tayari, ndio shida ya kujaga. Au shida na kocha wanaanza kupiga. Kuna kocha alimtaka Faisal kabla hajaondoka, alimtaka Faisal, kuna kocha mmoja.
Tukaambiwa ni B2 na point kadhaa. Moja upeleke sijui huku, nyingine sijui gaweje, bado mchezaji mwenyewe hajachukua ya kwake. Kuna timu ikaona sisi hatuwezi kuwapa watani wetu B1 na point. Haiwezekani. Yani kwa nini sifuongeze faida? Alafu bado na mchezaji umpe tena na maslahi yake. Usijui signing on fee. Na mshahara wewe ndo best mshahara Tanzania nzima. Bora tubaki tungangane na yule mkwala kabisa. Hata kama analipo hela nyingi. Lakini ile sema wewe unaonaje Yanga? Sitaki utabiri. Unaonaje? Huu mwendo walionao kwenye ligi washachukua sare. Huku kwenye Champions League washachukua kipigo. Huu mwendo unauona una matumaini huu mwendo? Kwenye ligi yetu mimi Yanga sina shida naye. Kashachukua sare. Sina shida naye. Hiyo sare anajua gap lipe wakina Tabora si wapo? Hamna bwana wewe. Kuna gap la mshindani? Hamna bwana. Yaani kwa Tanzania ligi ya ndani? Mimi Yanga sina shida naye. Ana namna nyingi sana kushinda hata kama akiwa mbovu kwa saizi. Yaani uongozi wao unajua mpini zipi za kushinda hata kama mbovu saizi. Sio wanasafiri na timu ya taifa kila mahali. Utajua wewe. Lakini kimataifa mimi ndo na shida na Yanga kimataifa. Kwa sababu kule kuna vitu ambavyo uongozi hauwezi kufanya. Kuna mechi ya marudiano hapa kwanza. Mechi ya marudiano hivi. Mashabiki wa Yanga waweza wakachukia wakafurahi, lakini pasua jipu mtu apone. Hii mechi ya marudiano hivi. Endapo maplayer wa Yanga wasipojitambua kama mechi inataka nini, wanafungwa tena. Yaani wanatoka. Either wakufungwa kwa draw au hata kwa aggregate. Hata kwa 2-1. Hata kwa 2-1. Simela. Kwa sababu mimi naamini ile timu ikija hapo wataforce pata goli moja. Endapo wakipata goli moja, kuna shughuli hapo. Mechi inakuwa ngumu sana. Lakini sasa ukiangalia kwa player mmoja wa Yanga, wakiamua tu kwamba mechi tunaitaka, mechi inaisha yani inaisha mapema sana. Hata ndo watujui kama wataamua au watashindwa kuamua, ila wakiamua mechi imeisha. Mimi kishabiki kabisa, kwa sababu mimi pia naupenda, najua mpira ni nini. Mimi natamani Yanga wavuke. Natamani Yanga wavuke, Azam wavuke, Singida wavuke. Timu hizi 4 za Tanzania ziingie hatua za makundi, 2 shirikisho, kimpira. 2 hiyo kimpira. Hiyo ni kimpira. Napenda hivyo kabisa. Ila kishabiki ikitoa Yanga fungwa nacheka pia. Na unatafuta platform ya kuachekea kabisa. Ndio acheka, lakini in reality nakuwa nimeona kabisa kuna namna mpira wa Tanzania umefeli. Yaani kwa sababu mpira wetu bongo umefeli. Kwa sababu unajua saizi hapa TFF na inabidi ipe nguvu Yanga, ipe nguvu Simba, Singida. Kwa sababu wakienda ndo nchi hiyo inazungumziwa. Tanzania hiyo. Maplayer Singida wakienda kule kupata uzoefu wengine wa Tanzania, taifa inakuwa maana. Ndio maana watu wanapewa hamasa ya kila goli kwa kufunga ili angalau nchi ifanikiwe. Hiyo mechi ya Yanga tuiweke kando. Tuwaombe kila laheri wavuke. Mechi yao marejea. Yaani wasipovuka mimi siwezi kuelewa. Wanatia aibu kama taifa. Mechi ambayo ya pili nataka tuizungumzie ni mechi ya Simba dhidi ya Nsingizini. Mechi ya kwanza kabisa ya kipimo cha hali ya juu ya kiushindani ya meneja mkuu Dimitri Pantev. Amepata matokeo ya Eswatini magoli 3-0. Aliyekutana naye ni mchekea by the way, sio? Hawako kwenye rank zozote, si mchekea. Rank za CAF pale hawaeleweki. Ushindani wao kwenye CAF hawaeleweki. Taifa linalotoka lenyewe halieleweki hata kwa timu ya taifa pamoja na ushindani. Eswatini au vipi kwa? Wao waliendaga pale wakamfunga Mbabane Swallows nao wale tu. Kipimo kinatosha hichi cha kupiga kifua hivi kusema Pantev ameanza kazi yake hapa, timu inaenda kufanya vizuri sana msimu huu. Mimi ni nje wale watu wenye miemko kwamba kocha tayari ni mzuri kabisa. Pantev ndo mechi ya kwanza kumuona anashinda, ndio ya jana. Mechi ya kwanza ambapo mimi nimeshuhudia Pantev anashinda. Ndio hiyo ya jana. Sababu ile Gaborone hamna mechi aliyoshinda na Simba. Sahihi. Jana ndo mechi ya kwanza namuona anafanya. Mechi ya Al Hilal hiyo yenyewe kashinda kirafiki wengine. Hatujaona, yani mimi ambao nimeshuhudia kwenye TV nimeona ni ile pale ya jana. Umeelewa? Sawa. Kwa anayejua mpira atakuwa kuna kitu ameona kocha anajaribu kukitengeneza. Bado akijakubali hata 10% bado. Ila yeye kwa kitu ambacho yeye anatamani kitengenezwe. Kama ulifuatilia jana, aliingia more attacking lakini akiwa na shape ya yule midfielder ambao ni Nabi kama awe kama beki ili kuzuia counter attack. Ili awasome wale jamaa kipindi cha kwanza wao wanachezaje. Lakini kwenye first half tupata hata goli moja. Haijalishi kwa namna gani. Na kweli plan yake ikatimia. First half akapata goli moja. Kipindi cha pili alifanya sub akabadili kabisa mfumo wa kipindi cha kwanza. Tucheze. Kwamba usomeingia na wewe Kagoma. Kagoma kazi yako pale katikati loki saka midfield loki. Wewe ulioingia Morris Soa wote Kibu tuka attack.
namna ya kuattack sisi ni watu wa direct. Sasa mimi nilivyoelewa mimi. Ile Simba kipindi cha pili baada ya sub ndio Simba anaitaka nani? Mwalimu Pantev. Kwamba sisi ni watu wa direct. Ile mechi hata ingesema iongeza dakika 10 zingine, goli 4 lingeingia. Ukipata watu kwenye transition goli wanaondoka kwa haraka. Kibu akimbie, Mpanzu. Walichokosea jamaa baada zile saba wakaamini na wao wanaweza wakapata goli hata ile. Wakafunguka. Sasa wamefunguka mbele, kaachwa Mpanzu, kaachwa Soa, kaachwa Kibu. Nyuma yao Morris ka receive pass, kapiga chenga moja, kaacha pasi ndefu. Ani sitaki kitu kingine, chukueni pasi hiyo, mjilaumu wenyewe. Umeelewa? Kwa hiyo kuna kitu kocha kaonesha. Japokuwa ni mapema mno kuanza kumsifu, kusema kwamba huyu ndio kocha bora au nini. Tuendelee kusubiri tuone timu inaendaje. Lakini kama ambacho anatamani yeye kikitimia itakuwa vizuri. Sababu baada ya mechi amehojiwa akasema kweli tumeshinda 3, ni matokeo mazuri. Ila in term of play mimi sijafurahi. Na ambacho mimi nataka wachezaji wangu wafanye hawajafanya kwa vile ambavyo inataka. Na kwa aina ya mpira ambao kweli kocha anautaka, inatakiwa tumoe na pumzi kweli. Direct football, alafu urudi ukabe, ushuke upande kweli. Kwa hiyo tumpe muda, tusianze kumsifia na kumpa mapresha. Tusianze kumsifia. Ninakwambia. Sasa mimi narudi hapa kwenye daraja la aina ya timu ambazo timu zetu zimekutana nalo. Yanga kukutana na Silver Strikers. Kupigwa kwake haimaanishi kwamba Silver Strikers ndio bora, au Simba kushinda 3 haimaanishi kwamba hawa Nsingizini hawa unajua Simba ndio bora sana kwa hivi sasa. Ni kama timu zetu zimekutana na timu za madaraja ya kawaida sana. Hizi raundi 2. Unajua kama unakumbuka hizi raundi zilizopita huku nyuma, Yanga alikuwa anatolewa na Al Hilal. Ni yani timu kidogo zinaeleweka, lakini kama timu zetu zimekutana na timu dhaifu hapa katikati, au mimi nakosea na ukosea mpira? Mimi napenda sana kuheshimu mpira uje. Mimi kwenye mpira sije kusema timu yote ni dhaifu. Ujue ni klabu bingwa. Sawa. Mpaka unaingia klabu bingwa manake? Manake kuna kina KMKM lakini KMKM kwa kule Zanzibar ni nani? Chana shirikisho huko sasa. Huyu KMKM kwa shirikisho. Klabu bingwa huko klabu bingwa yani mpaka kwa Mlandege sio kwa nani? Mpaka una perform kwenye klabu bingwa manake wewe ni nani kwenye taifa yako? Noma. Ni noma, si ndio? Kwenye taifa lako wewe ndio noma. Kama kwenye taifa lako ni noma, na kwenye taifa lako inaweza na klabu 20 au 16. Wewe ndio wa kwanza. Si ndio? Maana hiyo kwenye ile nchi wale best player wapo kwenye timu yako, si ndio? Sahihi. Hao player wa hivyo wanaweza wakamkabidhiwa mechi yote tu wakaperform. Ndio hao Silver Strikers. Sikio wale mka vizuri. Kama Yanga. Afi Yanga kamkia mkono wa kushoto. Kula wakapata matokeo. Umeelewa? Okay. Ndio maana kuna msemo unasema hivi kwenye football, ili uenjoy football. Cha kwanza usimdharau mpinzani. Sawa. Inatakiwa umheshimu mpinzani yote ambaye unakutana naye. Okay. Hata wambie timu daraja la 3. Wao wanafanya mazoezi pia. Wana miguu kama wachezaji wako. Kwa hiyo inabidi uwaheshimu. Cha pili utakiwa na matokeo yako. Kwa mimi lazima nishinde. Nenda na matokeo matatu. Kama either naweza nikafungwa, nikashinda au nikasare. Umeelewa? Cha tatu, ongea vizuri na wachezaji wako kwa makocha. Kwamba hii mechi ni aina gani? Tunaingia na approach hii. Tusidharau mechi. Tusifanye hivi na hivi na hivi. Mambo cha 4 sina ngapi ndio tuachage mashabiki na uongozi. Umeelewa? Lakini kama kocha lazima uzingatie vitu hivyo kwanza. Kwa hiyo mimi sisemi kwamba ni watu wadhaifu. Sasa hivi tutasema Silver Striker mdhaifu. Afu bahati mbaya akaja mkoa Mkapa pale. Mara bahati mbaya dakika ya 10 pale Baka akakosea akapewa red card. Mtu kachukua goli zake kadhaa. Kwani jana umeona jana Orlando kafa 3. Ni mbovu Orlando. Ile timu kwenye ligi yao sasa hizi ni ya 6. Ameotea mtu yani mtu kampata tu. Kwenye ligi yao ile timu hizi ni ya 6. Orlando kachukua ngapi? 3-2. Kwa kwenye mpira hizi shits au miracle happens. Unaweza katokea miracle yote alafu ndo kweli miracle imetokea na haupo kwenye competition tena. Kwa hiyo hizi timu zote tuziheshimu. Yaani tuziheshimu. Yanga ndio wajitahidi kumheshimu jamaa anapokuja Tanzania. Kwa sababu ile shida ya goli moja tunawapa kibasi. Sasa kwa hapa ambako Simba imefikia na kazi ambayo Dimitar Pantev wamefanya. Umeona angalau matumaini labda wazaji wanaamka hivi, wanashtuka wanaanza kufanya angalau kile ambacho mwalimu anakitaka. Yaani mpaka hapa, yaani kuna mzaji labda amekukosha kama toka amekuja Pantev, mbona kama fulani yuko serious hivi na game kwa sasa hivi. Sasa baada ya Pantev kuja Simba mpaka leo ni kama ana siku 10, 15, 14 hivi. Kama wiki mbili tuseme. Siwezi kukiri kwamba kuna mabadiliko ambayo nimeona makubwa. Madogo nayaona. Unaona
patterns za uwanjani zinabadilika. Yani kuna muda unaona labda Ahoua na yule Maema kuna namna wanataka waondoke kwa pasi fupi. Yani kuna kitu ambacho hakikuwepo. Okay. Kinajaribu kuongezeka. Ni bado hawajakimaster timu nzima lakini kipo. Ila sasa kwa mechi ya jana asilimia kubwa ya maplayer wa Simba wengi walikuwa wanamotivate wao kumuonesha kocha kwamba kwa mimi sitaki kuanzia nje mechi ijayo. Kuna namna kama hivi umeona Kibu? Umeona Kibu? Kibu kachop. Hizi goli kama likadokaka. Nyingine kafunga golikipa anakuja hivi Kibu kama likadokaka. Lakini Kibu yule kwenye mechi na Yanga. Tuna na Diarra alikosa vile. Kwa hiyo maana pale Kibu kamwambia kocha mimi na style kwanza. Kaingia pale Morris ambaye Morris kipindi kocha kaja Morris alikuwa yupo timu ya taifa si ndio? Kocha mjui Morris. Morris kaingia kawasha. Kwa kocha sasa huyu naye ni mtu kuna kitu. Kwa pale Morris kashaambia kocha kazi kwako mimi nataka nianze. Sio Budo kaingia. Ulimuona Budo? Fanya kazi yake. Kaanza. Jana hakuna player wa Simba ambaye amezingwa zaidi ya mtu mmoja. Ambaye yeye anazingua watu wote wakiamini kwamba huyu ni bahati mbaya Elie Mpanzu. Bado kuna shida sehemu. Kama kuna mtu kachukua jezi yake kwa njia ambayo sio ya kimpira, warudishe. Bado Mpanzu yule kama kuna mtu kachukua jezi ya Mpanzu kwa njia ambayo sio ya kimpira, wamrudishie jezi yake. Mpanzu anazubaa uwanjani. Ile pasi ikija anashuka, pasi imekuja akituliza hapa na kule, ameshaka. Amefanya hivi kitu chake, mtu ametoka nje. Yule ni best player, kuna kitu tu, yani kuna kitu hakiko sawa. Mpira wetu Afrika au mambo yetu yale. Mpira wetu Yanga sio kwa namtakataka lakini umeshasahau mambo yetu kipi yetu. Kwa hiyo timu zima jana Yanga ili perform ya Simba ili perform aso Mpanzu akuwa kwenye ubora wake. Unajua watu wasema Mpanzu hajapanga kwa sababu wanamjua ubora wake. Angekuwa anataka mtu mwingine vile. Akasema ndio sasa wanaojua ubora nani wa Mpanzu. Kwa hiyo atabana ubora ule aurudishe tena. Na kocha nilipenda hilo swali nilijua. Akamwacha mpaka dakika 90 ampe confidence. Endelea kutengeneza confidence. Yes. Kwa hiyo Pantev tumpe muda. Simba wapo mguu nje, mguu ndani kwa asilimia kubwa. Goli 3 ni nyingi. Ili Simba asipite, inabidi afungwe 4 bila. Itakuwa ni muujiza. Yaani Simba akifungwa 4 bila kwa Mkapa itakuwa ni muujiza. Sawa. Yes. Azam wameenda zao Zanzibar wamechukua zao goli 2 kwa KMKM pale. Waliniambia kwenye timu za Tanzania hizi bana, lazima kuna mmoja ataenda kwa sababu Azam sinaanza na KMKM. Kachukua zake goli 2 pale. Bana hii ndio historia bana. Mimi nataka tufunge tu kwamba bana Ibenge ndo kocha wa kwanza kuwapeleka Azam hatua ya makundi michuano ya Afrika. Nakosea? Hapo sasa manake atuheshimu mpira lakini tunaangalia uhalisia. Ibenge huyo kwa mara ya kwanza yake pale katulia. Kwa mara ya kwanza anaipeleka Azam. Isipotokea clip tutafuta. Lakini kiuhalisia sifuti. Kwa 90%. Sifuti. Kwa 90%. 2 bila dhidi ya KMKM waje wachomoe Chamazi. Sio 2 bila tu, mpira mwingi. Sidhani. Sijui. Yaani no. Yaani nasema hivi, KM kule walipigwa zile 2, walipigwa na mpira mwingi. Tucheze. Ibenge anajua mpira wa Afrika. Yaani Ibenge sijui watakwenda Azam lakini sawa. Wewe kwa nini? Kwani timu yako ina hela kumlipa? Inayo. Wewe. Nayo. Kaka nilimlipa Benshika. Achana Benshika bana, nilimlipa Benshika. Nilikuwa nasikia hata bili ya kocha aliondoka. Hizi timu zina hela baba. Nimesikia bili ya kocha aliondoka. Hizi timu zina hela, ila kuna hela zinapitia sehemu fazifiki wa usiku. Labda kama kile chanzo kilitudanganya. Bili inafika B. Kwa hiyo kiuhalisia Azam yule makundi na nakuhakikishia Azam ingine makundi. Sijui. Tunaweza tunaangalia juu kule nako. Sijui lakini mimi nilisema tu na Azam akifika makundi simdai. Hivi mimi najiuliza kwamba tatizo la Azam peke yake lilikuwa ni makocha peke yake. Ndio kilikuwa changamoto peke yake kwenye club. Ibenge anayejua vizuri Afrika. Kwa lazima na uhakika kipindi Azam wanamtaka lazima kuna masharti aliwapa. Kama kweli mtaka mimi nije. Unajua timu inavyomtaka kocha inaambia sisi hapa vision yetu mwaka huu 1 2 3 makundi. Yeye labda akamwambia nataka mimi nipeleke makundi. Cha kwanza niacheni sajili watu wangu. Ndio na hao waliopo msiuze hata huyu mpaka mimi nije niwaone. Sio umeelewa? Na mao kumbuka Azam yakuza mtoto mtu mpaka Ibenge kwanza nini? Mazoezi. Cha pili yeye ndo kasajili watu wake kina wale walotoka Al-Hilal media hata golikipa Fofana mwenyewe. Hata kiungo wa Simba wa zamani Kanuti kamweka pale. Yeye ni choice zake. Nilizakana pia akamwambia kama mtaka tukae nifike makundi nataka ushirikiano kuanzia juu. Uongozi mpaka chini mtu anayepanga koni.
Azam walikuwa na feli, uongozi kwa hiyo timu mtachezaga tu. Itafanya tu vizuri. Tumeshajengea uwanja mtaala sasa hivi angalia hivi uongozi wa Azam walivyokuwa serious za timu. Wewe angalia. Kwani wako juu pale. First year tumechi na JKT wametoa sare tu, viongozi wengi wakawa ni hawajapenda ile sare. Tofauti na misimu iliyopita. Umeelewa? Ukimwangalia ukisema msemaji wao wanavyoongea kuna vitu unaona kabisa sasa hizi timu ipo kama timu. Yeah. Kwa hiyo Benge sana aliwini kwamba mimi jamaa mimi kwenda sign lakini nataka vitu A B C. Kata hivi vitu A B C msipofanya hivi. Hii nisipofuzu mimi sina laumu. Lakini inawezekana viongozi wametimiza. Na ndio maana hizi timu ina click. Labda ngoja tuwape nafasi na hivi wiki ijayo tutaye tusikia makundi yashaenda Azam. Tuwape nafasi ya kushindana. Wakienda kule Confederation timu ngumu. Watu wanasemaga ligi ya ndani huko kuna vitu Azam wanakosea. Timu ngumu ndo nini? Ndo kina Azizi Ki kule. Nani Wydad. Kazi unayo. Watu wanasemaga Azam huko ligi ya ndani kuna vitu wanakosea. Venja uwanja. Wanaonaga kama vitu vya kawaida. Wenzao wanatafuta matokeo, wao wanaona sisi tumesajili fulani Faisali atafanya. Afu ndo kashtuka chap mechi na Pamba umekula goli. Sisi mpira hataki uzungu. Usilete mambo yako ya uzungu. Small man forces na uzungaza kununua kutoka zake. Hivi yule kipa ndio limuelewa. Tunataka turudi hapo, nimeona kichekesho kwa golikipa Amos Obasagi. Afu mnasema Singida wao wanafunga yeye anachomoa. Mnasema wakina Kamala wanapendelea kupewa kipa bora. Singida yeye wanafunga, yeye golikipa kachomoa. Kangangana watu wameondoka na sare moja kwa Flambu. Ile goli ukutana nani kapiga assist wajibu nini? Golikipa kapiga assist, watu wamefunga goli. Kipa kaona kufunga kule mbali wanafunga karibu. Funga. Ule ukizaji wa Singida unaona. Kwa sababu jana nilikuwa naangalia ngasikia Damaro alikuwa anahitajika na Yanga. Kaanzia bench. Nimeangalia yule bwana mdogo mmoja ametoka sijui Al Hilal anaitwa Lamin Jaju, kaanzia bench. Nimetulia kina Kijiri, kina Gadiel Michael, sijui kina nani, wameanzia bench. Katika kocha ambaye ana kiburi. Yule ambaye yuko Singida sasa. Argentina. Kwamba wewe kwenye timu yangu uchezi, hivi ni uchezi. Au kwenye timu yangu unaanzia nje leo, yuko hivyo hivyo. Utaanzia nje tu. Pale Yanga ilikuwa Kibwana yupo, lakini Kibwana achezi na waambia anakaa nkani. Sasa Kibwana wewe hapa. Sababu kwenye patele zangu mimi Kibwana ukai. Hiyo mkocha hata Ulaya wengi hapo hivyo hivyo. Okay. Mourinho amekuwa kutoka Chelsea Shevchenko. Sasa mimi sijamuomba. Wewe mimi ametoka kuchukua tuzo mchezaji bora. Mimi sijamuomba. Alikuwa anakaa bench na dakika 90. Andriy Shevchenko. Kwa hiyo makocha wengi wapo hivyo kwenye misimamo yao. Kwa hiyo mimi Singida nilivyoona jana ilivyocheza, kwanza ambacho Gamondi alifanikiwa, ile timu mtu anaweza akahesabu ile timu imekaa misimu 4 mfululizo wakiwa pamoja. Kumbe sio. Tunacheza kitimu. Mimi kitu ambacho napenda kuhusu Singida ni they wana defend kitimu. Kushambulia mimi sijaona kama wana madhara sana sasa hivi, yani bado sio ile ile defense yao. Wa defense na kitimu. Wewe kakati Simba, Chama yupo Simba, ulikuwa unamuona anarudi kukaba sana. Jana hujamuona. Anashuka chini. Tukabe wote. Chama anapiana hivi na watu kwamba mpira wangu push. Tukabe wote na mpira. Tukashambulie wote. Hicho kitu Singida wamefanikiwa wakiwa, lakini wamechukua sare ugenini. Ni nzuri. Goli moja la ugenini ndio tayari. Kurudi nyumbani hapa ni nzuri. Wanaweza KMC Complex nafikiri kama sio Chamazi. Ni nzuri. Yaani ni sare ya moja ambao kwa mpira wa Afrika ni 2-1, yani maana Singida na 2. Sisi ushapata goli la ugenini. Kwa kazi kwa kija hapo wasiruhusu goli wapata hata goli 1 au 2. Au hata sare bila tu. Sare bila. Mechi na kuimeisha. Na wao pia unahisi kama na wao uwekezaji waliofanya msimu huu pamoja na aina wazaji waliokuwa nao na kocha wanafuzu makundi. Wasipovuka tukamlaumu kocha. Wana kila kitu pa. Maplayer wengi ambao wako sasa Singida wanaweza kwenda Simba na Yanga na wakacheza. Wakaanza sio wakacheza. Ukisema wakacheza inawezekana wakacheza hata mechi za kirafiki. Unaona ile timu ina Ucho pale. Kuna Ucho Yanga Azimi. Kapteni pale. Yanga Azimi. Kwa kina Balakonte hapo. Chama yule namba 10 kabisa ile. Kwa hiyo hapa sasa Singida naye kazi kwake, japokuwa yeye anaweza pia analama lakini naye nilimwomba afike tu makundi na naamini anafika. Ila yule kipa yule Amos Obasagi ajitafakari. Sasa pale kuna Masalanga. Unajua pale Singida wana makipa kama watatu wa maana kabisa. Masalanga ni mzuri tu. Wana makipa kama watatu wa maana pale. Mimi kama kocha mechi hajao ucheze. Mimi kama kocha mechi hajao ucheze. Subiri tuone mechi ya Marujana sikesho kutwa tu. Cheze. Wewe kipa umrudishwa pass. Unakimbilia golini kwako. Unatani ndani kwako wakati beki mbili kasha kuomba. Bora utani ndani kwako, unatani golini. Kuna tofauti ya kutani ndani. Ndani si unaweza ukaenda hata hivi. Hivi golini unakimbilia. Sijui lakini
Singida wametoka zao kule wao wamepambana kufunga, golikipa kachomoa zake. Sawa, kwa timu za Tanzania sasa hivi mustakabali ni Azam FC, Simba, Yanga pamoja na Singida Black Stars. Inawezekana kwa makundi sio? Yes. Asilimia 60. Okay. Ngoja tuone michezo inayofuata. Ligi yetu ya ndani inaendelea hapa katikati. Vibora vinazidi kuwa vingi. Msubiri kwanza. Hivi juzi nani Mbeya City juzi nani? Tatu. Kampa Kemzizi anaongoza ligi. Alafu hivi kuna shida gani kwa wao wasemaji wetu hizi timu? Mbona kila siku mimi nasema wajifunze? Msemaji wa KMC. Okay, naye alisema tena kitu. Hivi umefungwa 3. Sahihi. Umefungwa 3. Nataka uambie nini mashabiki wa timu yako? Tumepoteza mchezo, tunajiandaa kwa ajili ya mchezo unaofuata. Tunaomba radhi mashabiki wetu kwa disappointment. Msemaji ka post Instagram kaandika leo timu kubwa zote zimepoteza. Bahati mbaya. Football kweli. Yaani leo timu kubwa kisa Yanga kafungwa. Wasema timu kubwa zimepoteza. Okay, KMC ni timu kubwa. Watu pale kwenye comment wakaambia acha ujinga wewe, leo Chelsea kashinda, Barcelona kashinda, hizo ndio timu kubwa. Samani. KMC ni timu kubwa au mimi sijaelewa. Kubwa gani? Wewe umefungwa 3 bila nyumbani na Mbeya City. Hapo ndio klabu ambazo inabidi wewe unabato nazo ili usishuke daraja. Chukua matokeo hapo. Hapa inabidi uchukue sare au ushindi. Na saizi wako relegation zone. Kweli msemaji umekaa kabisa Instagram unaandaa picha na caption unaandika unatuandikia kwamba leo timu kubwa nyingi zimepoteza. Wasemaji KMC na ukubwa gani? Wasemaji wetu KMC hajai kutoa ubingwa. Hivi wowote ule sio CRDB. Maana ya kuwa msemaji. Wewe ndio mpoza dhoruba kwenye timu. Yaani wewe utakuwa chanzo cha dhoruba kwenye timu. Au wanahesabu kwamba hawana mashabiki. Wanahesabu mashabiki na Simba na Yanga wengine. Alinishtua. Alafu unajua Chukuchuku ni mtu wa mpira unajua. Kabisa na kabla ya kuwa msemaji alikuwa mchambuzi. Anajua mpira. Shida ni kwamba kwani hata yule mwingine alikuwa mchambuzi pia naye juzi hivi. Amesema kocha ana mifumo 16. Vimiwani. Sasa kocha ana mifumo 18. Shida unajua ni nini? Kila mtu akiwa akipewa kazi ya kuwa msemaji wa timu abadilika mentality. Anataka amfikie yule ambaye anahisi ndio yupo kwenye peak. Mfano wa Mediali wewe unamfikiaje? Yule tayari Mungu kampa. Timu yenyewe kwanza anayo. Sasa timu lakini yule Mungu kampa kwa sababu Mediali kila akijua sema watu watakuwa wanacheka kwa sababu ndio Mungu kampa ndivyo alivyo. Sasa na wewe unataka na wewe eti uwe comedy. Kwani sio kama Masaubwire? Sema na wewe kama mashabiki vyake au Tobias Kifaru Ligalambwike na Mtibwa yake. Kila mtu kivyake. Unasemaje huyo msemaji huyo? Yule mwingine wa Singida yule. Masanza. Alafu kuna yule mdada wa TRA Tabora. Kuna mshikaji wangu ule wa nani? Wa Fountain Gate yule. Isambuzi. Wale, yani mnafosije yani taaluma ya kuisemea timu na sijui comedy wa timu. Watu walikashakataza. Kanuni iliweka kazi akasema mambo ya comedy hatutaki kwenye mpira. Kanuni. Wasemaji wa timu mjifunze kusemea timu. Bana, leo tumemaliza na wasemaji wa timu. Mjifunze kusemea vilabu vyenu na mjifunze taaluma ya kuzungumza na sio comedy. Tumemaliza na gaukomo hapo. Lakini ile nini? Clip ya engineer kwenye basi na Foz uliona hivi. Alikuwa muangali. Yaani unaona kama mfano hivi. Kocha anaongea hapa na Mabedi yeye yuko kwa hapa hivi. Ametulia. Alafu simu saa zote. Akaja Old Harrison akazungumza naye kidogo. Tendea na simu saa zote. Jamaa ashauza bongo kushoa vitu vyake. Pale ndo alikuwa anatuma message anasema postini haraka sana. Sasa hivi posti. Mimi niko barabarani. Jamaa anasema jana anakuja Dar lakini kuchukua vitu vyake. Sasa si haki yake. Si anarudi na timu, si haki yake. Ni haki yake hata kama hata haikurudi na timu lakini kwani si haki yangu? Visa yangu kwani imeisha? Kibali changu cha kazi sikinakata mara baada ya nyewe kuwasilisha mkataba. Nasikia amevuta mpunga mwingi kuvunja mkataba, kuvunjiwa. Kwa mujibu wa taarifa tu zinasema. Lakini hata mimi nikiwa kocha kama na sign timu za Tanzania. Sign mkataba wa kukosecure. Lazima ni kwamba mimi siku mkitaki mkataba wa kukosecure. Nipata hata milioni 800 tu nione. Sasa nasikia 6. Nimesikia hivyo ndio maana sasa mimi hata 800 tu. Kwa heri Roman Falls, lakini pia kwa heri kwako wewe ambaye ulikuwa unatutazama kwa siku ya leo kupitia IREM TV. Kushukuru. Meza ya mazungumzo kama hii inapatikana kwa ajili ya kujadili mambo mbalimbali ya kimichezo na vitu mbalimbali vya kimichezo. Hataki nimalize kama kawaida yake tena. Na leo tena ikitoka kweli Yanga hawajavuka. Hamna mtu kumfukuza. Sasa engineer atatuambia nini mashabiki wa Yanga?
Wewe shabiki wa Yanga kaka. Aituambia hivi. Wewe shabiki wa Yanga. Aituambia hivi kwamba kikosi cha msimu ni bora zaidi. Achana na hiyo sasa, kwa nyingine aituambia malengo ya Yanga ni makundi tu. Sasa tusipoingia makundi tumefeli. Sisi mashabiki wa Yanga atatuambia nini? Tumefeli kama wanavyofeli wengine. Sasa kama tumefeli, na tumefeli maana yake msimu ngapi mfululizo tunafanyaje baba? Kuna mtu shamwajibisha. Nani? Kocha. Kwa sisi kazi yetu tunakimbiza misala kwa kocha. Kwani sio tunatufilisha? Si kama uongozi tumesajili kikosi bora zaidi kwa hii kutokea cha Yanga. Ipo siku tutasema milioni mingi ya mashabiki hapa kuhusu uongozi wa Yanga. Kwa heri bwana, asante kwa kutazama. Subscribe katika channel yetu. Hapa chini kuna nafasi ya kusubscribe katika channel yetu, lakini pia tufuate katika mitandao ya kijamii. Instagram tunapatikana kama IREM TV, pamoja na TikTok tunapatikana kama IREM TV. Mimi pamoja na Paco Steve kwa siku ya leo tunakuaga. Bye bye mwana michezo.